Nimemwona Faridi ni mzuri kwa sababu wakati mwingine mahitaji ya walinzi wa pembeni ni kushambulia, kuwa na flair. Sasa unapomtoa winga kumrudisha huku na timu ambayo ina dominate game kama nani walivyocheza jana na Yanga, it's easy kwake yeye kuendelea kushine. Mapungufu makubwa utakuja kuyaona akiwa kwenye the same position alafu Yanga ikiwa imekamatwa. Ana anticipate danger, anajua kudili na winga wake, lakini jana uwezo kumcriticize sana kwa sababu muda mwingi Yanga walikuwa na flair na game. Na nadhani Farid Musa ni mchezaji ambaye amekuwa ni last season ali disappoint. Hakuwa kwenye performance ambayo kila mmoja alikuwa anahitaji. Hata season hii pia alianza vizuri kwenye mchezo wa ngao. Baada hapo pia ni kama vile form yake inashuka hivi. Na anaonekana kuwa na impact akicheza kama kwenye eneo la makeshift defender au kwenye left back kuliko akicheza nafasi za mbele. Sijui kwa nini, lakini mimi huo ndo mtazamo wangu. Mara nyingi ukitaka kuona Faridi anacheza vizuri au ana impact yake katika mchezo ni katika nyakati hizi ambazo anakuarudishwa kucheza. Kwa sababu huu sio mchezo wa kwanza, sema tu labda ni mara ya kwanza anaenda kuanza kwenye nafasi ile kuanzia dakika ya kwanza. Lakini kuna mchezo mmoja pa katikati nadhani alitoka left back yeye akarudishwa kwenda kucheza kama left back dhidi ya Mboni. Na hakuna mchezo mwingine pia pa Taifa Bryson aliumia. Na kuna mchezo mwingine nadhani pia alishaikuwa. Kwa akicheza kule unamwona yuko active zaidi kuliko akiachwa acheze kwenye nafasi za mbele au acheze katika natural position yake. Kule unamkuta mara nyingi anakuja kuiokota mipira chini na pasi zake zinakuwa hana ile impact. Ila akiwa anacheza huko kwenye left back, akiwa anasogea juu, ana make some crosses ambazo nyingi, yani inampa nafasi, kwa maana kwamba akiwa ana overlap anakuwa anajua open space iko wapi, anaenda kwenye zile open space na anafanya kile ambacho watu wengi wanakuwa wanakitaraji kutoka kwake. Tumsikilize Nabi. Nous sommes heureux bien sûr de la qualification, c'était pas évident parce que Bichara, son classement ne montre pas sa vraie valeur. Elle a progressé par rapport à avant et surtout parce que nous avons presque 10 absents et encore on perd Moloko à la deuxième mi-temps. C'était pas facile, je suis heureux. Si j'en veux quelque chose un petit peu, on a raté trop d'occasions et là il faut qu'on soit beaucoup plus concentré, on doit apprendre à tuer des matchs. Okay, nafurahi kupata ushindi katika mechi ya leo. Sababu Biashara imebadilika, ni tofauti na Biashara ile ambayo iliyopita. Leo wameboresha timu yao, na pia kwa upande wa Yanga kulikuwa karibia wachezaji 10 ambao hawakuepo. Hata ukiangalia leo Morocco pia tena ameumia, anaingia tena kwenye idadi ya wachezaji ambao walioumia, lakini kizuri ni ile kwenda kwenye hatua inayofuatia. Wenyewe mliona mechi kama ilivyokuwa, ametengeneza nafasi nyingi, wamekosa nafasi, so ni mpira. Je lui dis qu'on manque 10 joueurs. Toi quand ta femme est à la maison, ta maman n'est pas à la maison, est-ce que tu arrives à manger facilement? Moi j'ai 10 qui sont pas à la maison. Soyez footballistique s'il vous plaît. Uwe mwanampira sawa, uwe mwanasoka. Timu inapokuwa haina wachezaji 10, jua kabisa kama lazima kutakuwa kuna gap ambayo inaonekana ya kutokuwepo na wale wachezaji 10. So ndio kitu ambacho kama mlichokiona kama kulikuwa kuna tofauti ni kutokana na kutokuwepo kwa wale wachezaji. Ils disent tu te prépares à aller jouer avec Mutiwa à l'extérieur, et puis Simba et Yanga quand ils jouent dans des terrains à l'extérieur, dans des terrains de mauvais terrains, bon, c'est facile, ce n'est pas facile d'avoir des résultats. Est-ce que vous avez déjà eu le temps d'expérimenter les terrains ou comment vous vous préparez pour affronter ces matchs qui est difficile? Il n'y a pas que le match contre Tibois qui va être difficile. Tous les matchs vont être difficiles jusqu'à la fin de la saison. Et bien sûr, nous avons préparé notre programme, nous regardons, nous savons que le terrain n'est pas bon. Ici, il pleut, il va être encore plus difficile. Tous les détails, on les tient en compte. On tient en compte tous ces détails-là et on essaie de faire le mieux. J'espère que le joueur blessé et tout ça reviennent, que leurs blessures ne sont pas trop graves. Et je pense que bientôt, ils vont revenir pas mal de joueurs et ça va aider l'équipe à retrouver son meilleur niveau. Mais s'il vous plaît, il ne faut pas faire des jugements faux et donner de fausses informations aux fans. Hein? Il faut dire la vérité. Ok, c'est vrai. Le match tu lui dis Mbea, moi je suis vainqueur. Il y avait un but valable, le but ne pas. Moi je suis gagnante. 3 points, Mbea. Hein? No down, Yanga. Sawa? Sawa? Kasema hivi, kwanza nirudie kwenye swala la uwanja. Mechi zote za Yanga ni ngumu.
sio tu mechi ya Mtibwa kwenye ule uwanja. Kweli anajua kama uwanja ni mbovu, lakini pia wanajiandaa kutokana na ule uwanja ambao watakaochezea. Kitu kingine ambacho anachoongelea kusema nyinyi msiambie mashabiki, so msizungumze tofauti na labda na mpira jinsi ulivyo kwa mashabiki, sababu angalieni nyinyi wenyewe jinsi mpira unavyoenda. Kwa mfano kama mechi ya Mbeya City alipata goli ambao ni halali, watu wakakataa kama sio goli nzuri, unaona. So ina maana ile pointi 3 ilikuwa ni ya kwake. So hicho kitu inabidi na nyinyi hata waandishi inabidi hicho kitu mkiangalie kwa undani. Haya, hayo ndio yaliyosemwa na kocha Nabi mara baada ya mchezo kumalizika, kocha wa Young Africans. Tuwashukuru sana washirika wetu ambao hayo ndio yaliyosemwa na kocha Nabi mara baada ya mchezo kumalizika, kocha wa Young Africans. Tuwashukuru sana washirika wetu ambao nimemwona Faridi ni mzuri kwa sababu wakati mwingine mahitaji ya walinzi wa pembeni ni kushambulia, kuwa na flair. Sasa unapomtoa winga kumrudisha huku na timu ambayo ina dominate game kama nani walivyocheza jana na Yanga, it's easy kwake yeye kuendelea kushine. Mapungufu makubwa utakuja kuyaona akiwa kwenye the same position, alafu Yanga ikiwa imekamatwa. Ana anticipate danger, anajua kudili na winga wake, lakini jana uwezo kumcriticize sana kwa sababu muda mwingi Yanga walikuwa na flair na game. Na nadhani Farid Musa ni mchezaji ambaye amekuwa ni last season ali disappoint. Hakuwa kwenye performance ambayo kila mmoja alikuwa anahitaji. Hata season hii pia alianza vizuri kwenye mchezo wa Ngao. Baada hapo pia ni kama vile form yake ikawa inashuka hivi. Na anaonekana kuwa na impact akicheza kama kwenye eneo la makeshift defender au kwenye left back kuliko akicheza nafasi za mbele. Sijui kwa nini, lakini mimi huo ndo mtazamo wangu. Mara nyingi ukitaka kuona Faridi anacheza vizuri au ana impact yake katika mchezo ni katika nakati hizi ambazo anakurudishwa kwa sababu huu sio mchezo wa kwanza. Sema tu labda ni mara ya kwanza anaenda kuanza kwenye nafasi ile kuanzia dakika ya kwanza. Lakini kuna mchezo mmoja pa katikati nadhani alitoka left back yeye akarudishwa kwenda kucheza kama left back dhidi ya Mboni. Na hakuna mchezo mwingine pia pa Taifa Bryson aliumia. Na kuna mchezo mwingine nadhani pia alishaikuwa. Kwa akicheza kule unamwona yuko active zaidi kuliko akiachwa acheze kwenye nafasi za mbele au acheze katika natural position yake. Kule unamkuta mara nyingi anakuja kuiokota mipira chini na pasi zake zinakuwa hana ile impact. Ila akiwa anacheza huko kwenye left back, akiwa anasogea juu, ana make some crosses ambazo nyingi, yani inampa nafasi, kwa maana kwamba akiwa ana overlap anakuwa anajua open space iko wapi, anaenda kwenye zile open space na anafanya kile ambacho watu wengi wanakuwa wanakitaraji kutoka kwake. Tumsikilize Nabi. Hayo ndio yaliyosemwa na kocha Nabi mara baada ya mchezo kumalizika, kocha wa Young Africans. Tuwashukuru sana washirika wetu ambao nimemwona Faridi ni mzuri kwa sababu wakati mwingine mahitaji ya walinzi wa pembeni ni kushambulia, kuwa na flair. Sasa unapomtoa winga kumrudisha huku na timu ambayo ina dominate game kama